العالمين، وجعله آخر دعاء أهل الجنة، حيث قال جل ثناؤه: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومصطفانا ومولانا وسندنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المولى تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين، كما قال في قوله: ومن أصدق من الله قيلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذرا عما به بأس. ولله در القائل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يا رب بالإخلاص خلص قلوبنا من الشرك والعصيان حتى تخلصت. بعد مشكور مولا سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم ni fursa adhimu ambao walimu zangu, mashehe zangu, wazee wangu wa msikiti huu wa Idrisa wameniona na mimi nafaa kushiriki katika programu hii. Kwa hiyo kwa baraka zenu al-Imam Faris na maimamu wote na wazee wote, kama kijana chenu, naomba baraka zenu niweze kuwasilisha jambo hili kubwa adhimu kwa baraka yenu nyinyi. Ndugu zangu katika dini, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao unaondoka kwa kasi kama mnavyouona. Tumeanza kufunga juzi tu, lakini hivi leo ni Ramadhani 22, kwa maana tumebaki na siku 7 ama 8. Baada ya Ijumaa ya kesho, Ijumaa nyingine, ima tutakuwa ni siku kubwa au ndio Ramadhani ya mwisho. Kwa hiyo utaona masiku yanapokwenda kasi. Innama anta ayyamun ma'duda fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'd. Hakika si vinginevyo mimi na wewe ni masiku yenye kuhesabika. Ikiondoka siku moja, tufahamu kuna siku ya uhai imeondoka, sehemu ya uhai imeondoka katika miili yetu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema: inna lillahi fi ayami dahri nafahati fata'arradu laha la'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Inna lillahi fi ayami dahri nafahati, hakika ana Mwenyezi Mungu katika haya masiku ya zama vipawa. Nafahat ay ataat, vitu ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anavitoa. Fata'arradu la, Mtume Muhammad anatupa amri ya irshad: vikimbilieni, viendeeni hivyo vipawa. La'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada, huenda mmoja wenu ikampata kipawa kimoja asipate tabu milele katika maisha yake ya dunia na akhera. Masiku ya Ramadhani ni masiku yenye nafha, yana vipawa. Ndugu zangu katika dini, kuna tadhaafu ajri, kuzidishiwa malipo. Haya masiku yaliyobaki
tukazeni buti katika kumwelekea kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Sio masiku ya mchezo, sio masiku ya kucheza bao, sio masiku ya kucheza karata, sio masiku ya kucheza kera. Ni masiku ya kufunga mkaja, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashuddu al-mizara. Ukifika 10 la mwisho kama hivi, alikuwa anafunga kibwebwe, anahama nyumbani kwake na kwenda kuishi msikitini mpaka Ramadhani inakwisha. Kwa ndugu zangu, tuchukue fursa ya masiku yaliyobaki kufanya kweli ibada, laalla ikawa ndio Ramadhani yetu ya mwisho, usitirike Ramadhani nyingine ya mwakani. Ndugu zangu, mada ambayo kwamba nimeichagua ni ucha Mungu na faida zake. Ndugu zangu, kwa nini ucha Mungu? Ucha Mungu ndiyo kutengamaa kwa jamii. Jamii yoyote ukiona imeharibika, ufahamu iliachana na maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ukaona Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo kubwa la'allakum tattaqun. Kwa nini ucha Mungu? Ndio ucha Mungu, dunia itapata salama, dunia itapata amani, dunia itakalika. Ndugu zangu katika dini, al-Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Minhajul Abidin ameeleza taarifu ya ucha Mungu. At-taqwa, ma maana at-taqwa? Ucha Mungu ni nini? Akasema hiya ijtinabu kulli ma takhafu minhu dararan fi dinika. Hiya ijtinabu kulli ma takhafu minhu dararan fi dinika. Ucha Mungu ni kujiweka mbali na kila lile ambalo kwamba unahofia kutokana nalo madhara katika dini yako. Ili unielewe maana hii, isogeze katika maqasidu sharia. Maqasidu sharia ni mambo 6. Kuna hifdhu din, hifdhu nafsi, hifdhu mali, hifdhu nasli, hifdhu al-aqli. Wameongeza sasa hivi wanachuoni na hifdhu al-wadani. Zilikuwa zinaitwa al-kulliyatu al-khams, sasa hivi zimekuwa al-kulliyatu 6. Sheria makusudio yake ni mambo haya 6. Hifdhu din, uhifadhi dini. Kila unachotaka kukifanya, fanya mukarana, unganisha connection hii taarifu na mambo haya 6. Kila unachotaka kukifanya kitazame, hakitii madhara katika dini yako. Ijtinabu kulli ma takhafu minhu dararan fi dinika. Kila unachotaka kulifanya haitii madhara katika dini yako. La kwanza, kwa mfano kuacha swala. Wewe umekosa hifdhu din, umekosa kuswali, umekosa kuhifadhi dini. Lakini kuna hifdhu nafsi, unachotaka kukifanya akiharibu nafsi ya mtu, akimwagi damu ya mtu, akiharibu heshima ya mtu, hifdhu nafsi. Lakini hifdhu nasli, uhifadhi ukoo au kizazi. Unachotaka kukifanya chochote, tafakari kwanza, hauharibu mtoto wa mtu. Mathalan, kumzini mtoto wa mtu ni madhara. Umekosa hifdhu nasli, si tuko pamoja. Lakini kuna hifdhu al-aqli, maqasidu sharia. Sheria makusudi yake ni nini? Hifdhu al-aqli, uhifadhi akili. Je, unachotaka kukifanya hakiharibu akili? Mathalan, ulevi ni madhara. Yajtinabu kulli ma takhafu minhu dararan fi dinika. Unachotaka kukifanya hakiharibu akili. Mathalan, pombe.
pombe inaharibu akili, bangi inaharibu akili, tuko pamoja. Mirungi inaharibu akili, ugoro unaharibu akili, na vyote vile ni mukhaddirat viingize hapo. Hifdhu al-aqli. Lakini kuna hifdhu mali, kuhifadhi mali. Fuatilia unachotaka kukifanya au ambacho kwamba unakifanya hakiharibu mali ya mtu. Ndio cha Mungu, ndugu zangu katika dini. Ijtinabu kullima takhafu minhu dararan fi dinika. Hakiharibu mali ya mtu, udhulumu mali ya mtu. Lakini jambo la mwisho na la sita, hifdhul watani, kuhifadhi ardhi, nchi. Haya yanaendelea duniani katika vita, ni kukosekana takwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ungepatikana ucha Mungu, maana yake tungeogopa madhara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utaona nchi fulani inaiharibu nchi fulani kwa kutaka kitu fulani katika nchi ile, wanaharibu ardhi. Hifdhul watan imekosekana. Ijtinabu kullima takhafu minhu dararan fi dinika. Kwa hiyo hichi kinachoendelea ni kukosekana takwa. Na neno at-taqwa kwenye Qur'ani limekuja kwa maana nyingi. Nafikiri maana ya Mungu imefahamika. Neno at-taqwa limekuja katika Qur'ani kwa maana nyingi. Lina maana ya al-khashya wal-haiba wa iyaya fattaqun, kwa maana mimi peke yangu niogopeni. Wa iyaya fattaqun. At-taqwa huna bimaana al-khashya wal-haiba. Lakini ucha Mungu kwa maana hiyo, at-taqwa, neno at-taqwa kwa maana hiyo imekuja tena katika sura al-Baqara 181. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman ay yawm al-qiyamah. Iogopeni siku ambayo turja'una fihi ila Allah, mtarudishwa ndani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa bimaana al-khashya wal-haiba. Lakini at-taqwa imekuja kwa maana ya taa. At-taqwa bimaana taa, kutii. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. At-taqwa bimaana taa. Hapa ucha Mungu ni kwa maana ya kutii. Lakini ucha Mungu umekuja kwa maana ya tanzihul qalbi anidh dhunubi. Tanzihul qalbi anidh dhunubi, kutakasha moyo kuachana na madhambi. Pia kwenye Qur'ani imekuja kwa maana hiyo. Ukirejea kitabu Minhajul Abidin cha mwanachuoni al-Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, utayaona ambayo kwamba ninayasema at-taqwa bi maana tanzihil qalbi anidh dhunubi, ucha Mungu kwa maana ya kutakasa moyo kuachana na madhambi. Mwenyezi Mungu akasema, wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi ulaika humul faizun. Mahallu shahid, wa yakhsha Allah wa yattaqihi, na akatakasha moyo na madhambi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, jambo la kwanza tufahamu ucha Mungu ni nini, lakini ucha Mungu umekuja kwa maana ngapi katika Qur'ani? Nafikiri kwenye hatua hiyo pia tunakwenda sambamba. Ili mtu awe mcha Mungu, hatua ya kwanza, ili mtu awe mcha Mungu anatakiwa awe na kitu kinaitwa taahhul. Awe na kitu kinaitwa taahhul. Taahhul ni uhusika. Taahhul ni uhusika, na umegawika katika namna mbili. Kuna at-taahhulu shaklan wa at-taahhulu haqiqatan. Kuna at-taahhulu shaklan wa at-taahhulu haqiqatan. Kuna uhusika wa kiumbile, kuna uhusika
wa kiumbile, lakini kuna uhusika wa hakika. Sio, tunakwenda pamoja. Kuna uhusika wa kiumbile na kuna uhusika wa hakika. Uhusika wa kiumbile, kwa hiyo huyu anaitwa ni mutaahhiru shaklan, ni muhusika wa ibada kiumbile, ni almuslimu albalighu alaqilu. Muhusika wa ibada kiumbile, almuslimu alaqilu albalighu ay almukallaf, ni Muislamu kisha ana akili. Ili aingie katika ibada ana akili, kwa sababu rufi alqalamu an thalathin, an sabiyin hatta yahtalima wa an naimi hatta yastayqadha wa an almajnuni hatta yafiqa. Kalamu ya kuandika mema na maovu imeondolewa kwa watu wa aina tatu: kwa mtoto mdogo mpaka atakapobale, lakini kwa aliyelala mpaka amke, lakini kwa mwenda wazimu mpaka pale ambapo atapotokwa na aljunun. Kuna aljunun almutrifu waljunun almunqati'. Kuna uchizi wa moja kwa moja na uchizi tunaita mwezi mchanga. Kuna mtu, kuna muda zipo, kuna muda hazipo. Kwa hiyo huyu muda ambao hana akili anakuwa sio mutaahhil katika ibada, sio mhusika wa ibada ile. Kwa maana sharti la kwanza mtu kuwa mcha Mungu lazima awe Muislamu. Sharti la kwanza la mtu ili awe mcha Mungu lazima awe ni Muislamu. Tuko pamoja? Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akasema, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, sema wewe Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, hivi hatukupeni habari wale ambao kwamba wamepata hasara katika matendo yao? Ni wakina nani? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wale ambao kwamba yamepitia bure matendo yao katika maisha ya dunia. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, hali ya kuwa wao wanadhani wanatenda matendo yaliyokuwa mazuri. Wamekosa ashaklu ataahulu shaklan, ule husika wa kiumbile. Lakini katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu ad-dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Walladhina kafaru, na wale ambao kwamba wamekufuru, a'maluhum kasarabin biqi'atin, matendo yao ni kama mazigazi. Mazigazi sio yanafahamika, mazigazi biqi'atin, katika uwanda. Mazigazi ima utaona kwenye jangwa au katika lami, ukiwa mbali utaona kama maji yanacheza hivi, yale yanaitwa sarab. Kama maji utaona yanacheza ukiwa mbali kwenye lami, yale yanaitwa sarab katika uwanda. Yahsabuhu ad-dhama'anu ma'a, anayadhania mwenye kiu ni maji. Hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a, mpaka akiyaendea hakuti kitu. Atamkuta Mungu tu na atamlipa matendo yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye haraka ya kulipa matendo. Huyu kafiri kakosa ataahulu shaklan, ule husika wa kiibada wa kiumbile. Tunakwenda pamoja. Kwa hiyo sharti la kwanza mtu kuwa mhusika wa kufanya ibada ili awe mcha Mungu lazima awe ni Muislamu, kisha ana akili nzuri, kisha ni mukallaf, amekalifishwa na sheria, kwa maana ni albalighu alaqil, amebaligh kisha ana akili nzuri. Jambo la pili, ili uwe mcha Mungu unatakiwa una kitu taahulu hakikatan, una uhusika wa kiibada wa hakika. Uhusika wa kiibada wa hakika ni ibada ambayo kwamba imekosa ujubu, ibada ambayo kwamba imekosa ria, ashirku al-khafi. Kwa mfano, kukaa hapa
na pia nikumbushe tusisahau kunuia itikafu. Tusikose kunuia itikafu ili tunapata thawabu ya itikafu, pia tunapata thawabu ya kusikiliza darasa. Wewe sema tunawaitu itikafa, nawaitu al-i'tikafa, basi inatosha maneno haya. Kwa hiyo uko hapa msikitini, nataka uelewe ataahuru hakika, ule uhusika wa kiibada wa hakika. Kwa mfano unakuja msikitini hapa unasikiliza darasa, lakini lengo lako kuna mtu unamsubiri ana swali amalize uongee naye na mipango yenu. Wewe umekosa uhusika wa ibada hii ya darasa. Kwa sababu gani? Nia yako ilikuwa nini? Nia yako sio kusoma. Pengine una laini yako mjini hapa, ndio tunaita laini sehemu mtu unasubiri kuchukua mzigo, pesa unamsubiri. Kwa hiyo wewe huko darasani, wala hiyo itikafu yako haiwezi kupata malipo, kwa sababu imeingia kitu ambacho sio lengo. Nia niyatul mu'mini khairun min amali, nia ya muumini ni bora zaidi kuliko kitendo chake. Kwa hiyo al-ujubu, ibada utakayofanya ikose al-ujubu. Al-ujubu ni nini? Huwa isti'dhamu an-ni'ma warubunu ilaiha ma'a nisyani idafatiha ila al-mun'im. Al-ujubu huwa isti'dhamu an-ni'ma, ni kuifanya kubwa neema uliyokuwa nayo, warubunu ilaiha, kisha ukaitegemea hiyo neema uliyokuwa nayo, ma'a nisyani idafatiha ila al-mun'im, pamoja na kusahau kuitegemeza hiyo neema kwa mwenye kuneemesha. Tuko pamoja hapa? Ibada yako ikose al-ujubu, ndio utakuwa mcha Mungu. Al-ujubu tunaita kujivuna katika ibada. Yaani al-ujubu ni nini? Kwa mfano umewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoa darasa kama hili, alafu ukaona ni uwezo wako, ni elimu uliokuwa nayo inakuwezesha wewe kufanya mambo ya kheri. Hiyo ndio al-ujubu. Imeeleweka? Kwa mfano, chukua mfano huu katika vita vya Hunain. Katika vita vya Hunain vilitokea baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuikomboa Makkah, fathu Makkah. Ameikomboa Makkah, Banu Hawazin na baadhi ya zile koo nyingine tatu wakakusanyika. Hao kama Mtume anakuja Makkah, anaichukua Makkah, anataka kuondoka kurudi Madina, wakajiorganize watu 4000 kwa ajili ya kumpiga vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari ilifikia Mtume. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hili tukio katika Qur'an, laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathira, na hapa hakika amekunusurini nyinyi masahaba katika maeneo mengi tu. Wa yawma Hunain, hata siku ya Hunain, vita vya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, mahallu shahid, wakati ulipokutieni ujivuni wingi wenu. Masahaba walikuwa na 12,000, wale makafiri walikuwa 4,000. Wakasema kwa wingi huu hatuwezi kupigwa na watu 4,000. Walisahau kuitegemeza neema ya ushindi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah, haukuwa ushindi isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa yathurkum faman alladhi yansurukum min ba'dih, ikiwa atakunusuruni Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kuwashinda. Lakini Mwenyezi Mungu akikukosesha nusra, nani atawanusuru baada yake? Maswahaba waliingia ujivuni, sisi wengi wale wachache, wakakosa kuitegemeza neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walifeli. Al-ujubu huo ndio ujivuni. Yaani umefanikiwa katika maisha, unaamini elimu uliosoma, maarifa uliokuwa nayo yamekufanya wewe ufanikiwe, sio Mungu. Hiyo ndio inaitwa nini? Al-ujubu. Kwa hiyo mtu akiwa na hii hawezi kuwa mcha Mungu. Kila ulichokipata katika mafanikio yategemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila unachopata yategemeze, wa ma bikum min ni'matin
famin Allah. Chochote ulichokuwa nacho katika neema kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ushindi ni neema, ushindi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mali ni neema, mali inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akili ni neema, inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezo wa kufanya ibada ni neema, inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ujub, kujivuna, kulimwangusha Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Qarun alikuwa katika watu wa Musa, fabagha alayhi, alifanya kibri na jeuri. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Mwenyezi Mungu anaelezea katika sura al-Qasas, tulimpa katika hazina kiasi kwamba zile funguo za hazina, sio mali, za hazina ya mali zake, latanu bil usbati ulil quwwa, zinawaelemea kundi kubwa la wanamume wenye nguvu. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Walipomwambia watu wake usilete kibri na majigambo, Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye kibri na majigambo. Mwisho kisa ni kirefu. Mwisho Qarun anasema maneno ya kibri, inma utituhu ala ilmin indi, hakika si vinginevyo nimepewa hizi mali kwa ilmu nilokuwa nayo. Inma utituhu ala ilmin indi, maneno ya kibri. Hizi mali nilizokuwa nazo ni kwa sababu ya ilmu nilokuwa nayo. Mwisho wa siku fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard wama kana lahu min fi'atin yansurunahu min duni Allah wama kana min al-muntasirin. Mwisho wa siku akadidimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya nini? Al-ujubu, kujivuni. Aliona mali aliyokuwa nayo ni kwa sababu ya ilmu aliyokuwa nayo, na Mtume Muhammad anasema wa huwa yatajanjalu fil ardi ila yawm al-qiyama, mpaka hivi leo anadidimia katika ardhi mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo ili tukose, ili tupate kuwa wacha Mungu, ibada zetu zisiwe na al-ujubu, zisiwe na ria. Ria ni kufanya kitu ili watu wakuone. Kwa mfano kama hivi unatoa muhadhara, yani unakwenda kufanya darsa, bila leo nitawaonesha wale nilipokuwa na ilmu. Kwa hiyo umefanya kitu ili watu wakuone, sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja hapo? Huwezi kuwa mcha Mungu. Tuko pamoja ndugu zangu? Lakini kuna vitu vinaharibu ibada. Ucha Mungu ni safari ndefu. Hasadi iradatu zawali ni'amillah an akhika almuslimi mimma lahu fihi salahu, ni kutaka kuondoka neema ya ndugu yako Muislamu katika jambo ambalo kwamba ana utengamanifu. Mtu ana ilmu, unataka ile ilmu imuondoke, hiyo ndio hasad. Kwa hiyo huwezi kuwa mcha Mungu kama una hasadi, kwa sababu al-hasadu yakulu al-hasanati kama taakulu an-naru al-hataba. Hasad inakula mema kama moto unavyokula kuni. Kwa hiyo ukishakuwa na hasadi huwezi kuwa mcha Mungu, kwa sababu mema yako yanafanya nini? Yanatafunwa. Hayo yote yanaingia katika at-ta'abbud hakikatan, uhusika wa kiibada wa hakika. Sio tunakwenda pamoja ndugu zangu? Hayo yote yanakwenda katika at-ta'abbud hakikatan, ucha Mungu ule muhusika wa kiibada wa hakika. Lakini ria zimegawika. Kuna ar-riya'u al-mahdhu wa ar-riya'u at-takhlit. Ar-riya'u al-mahdhu wa ar-riya'u at-takhlit. Ar-riya'u al-mahdhu wa ar-riya'u at-takhlit. Kuna ria ambayo kwamba imetakata,
alafu kuna ria yenye kuchanganyika. Imam al-Ghazali Minhajul Abidin. Ria iliyotakata ni mtu anafanya jambo la ibada, anakusudia viumbe tu wamuone kama yeye anafanya ibada fulani. Anaweza taka wamekaa mchana anasinzia hivi ili aulizwe, vipi bwana, tunajua qiyamul layl shekhi, nasimama sana usiku, alhamdulillah. Huyu anafanya ar-riya al-mahdhu, ria iliyotakata. Lakini kuna ar-riya al-takhlid, kuna ria iliyochanganyika. Ria iliyochanganyika, yani mtu anafanya ibada anakusudia watu wamuone kama yeye anajua anafanya ibada fulani, lakini anataka ujira pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao wote watu aina mbili hawapati chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ibada, ili tuwe wacha Mungu, ibada zetu lazima ziwe na al-ikhlas. Al-ikhlas, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Mahallu shahid, hawakuamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kumtakashia yeye Mungu dini. Dini hapa kwa maana ya ibada. Maanake ibada yoyote tunayoifanya, hata kukufunga, usifunge ili watu wakupe iftari, utakosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Asipofunga bwana, mtakuwa sipati. Kuna bahasha zinatokaga za iftari, mimi nitakuwa sipati nisipofunga. Wewe umefunga ili upewe bahasha, hujafunga kama Mungu kaamrisha. Ndio njia ya kwenda kwenye ucha Mungu. Wewe umefunga ili upate bahasha, hujafunga ili Mwenyezi Mungu akulipe. Umeswali kama tulivyosema, kuna mtu una miadi naye, mtu kimekufanya uingie msikitini uswali, hujaswali kama Mungu kaamrisha wakimu swalata. Hapo hatuwezi kufikia ucha Mungu tukiwa na hivyo. Sio, tuko pamoja? Kwa hiyo mambo yote tunayofanya yawe na al-ikhlas. Ikhlas ni kufanya jambo kwa ajili ya Mungu tu. Natoa darasa kwa ajili ya Mungu, naswalisha kwa ajili ya Mungu, naadhini kwa ajili ya Mungu. Sio leo tena kupiga hijazi pale msikitini watu watajua. Watu wasije hijazi watasikia mbele Mwenyezi Mungu una kitu. Innal murai yunada yawm al-qiyamati bi arba'ati asma', ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru, dhalla sa'yuka wa batala ajruka fala khalaqa laka al-yawm iltamis mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'un. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu mwenye ria, kufanya mambo kwa ajili ya kuonesha watu, unatoa sadaka. Siku hizi kuna mambo ya kutunza, unatunza lillahi au unatunza watu wakuone kama wewe una hela. Innal murai yunada yawm al-qiyamati bi arba'ati asma', mwenye ria ataitwa siku ya kiyama kwa majina manne, yule ambaye anafanya matendo ili watu wamuone, sio Mungu. Ya kafir, ewe kafiri. Ya fajir, ewe mtu muovu. Ya ghadiru, ewe msaliti. Ya khasiru, ewe mwenye kupata hasara. Dhalla sa'yuka, yamepotea bure matendo yako. Wa batala ajruka, na yamebatilika malipo yako. Fala khalaqa laka al-yawm, huna fungu leo hii. Iltamis mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'un, tafuta malipo kwa yule ambaye kwamba ulikuwa unafanya amali kwa ajili yake, wewe mwenye kuhadaa. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamwambia mtu mwenye ria hivyo, unasoma Qur'ani vizuri. Mwenyezi Mungu alikuwa anasoma Qur'ani, anambia hapana, wewe ulikuwa unasoma Qur'ani ili uambiwe unajua kusoma Qur'ani, kwa kusoma kwa ajili yangu mimi. Mimi ya Rabbi nilikuwa natoa mawaidha. Wewe ulitoa mawaidha ili watu wakuone unajua, kwa kufanya kwa ajili yangu mimi. Kwa Mwenyezi Mungu atakasha nyoyo zetu, ndugu zangu katika dini. Kwa hiyo ili tupate ucha Mungu, lazima matendo yetu tuyafanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas zimegawika katika mafungu matatu. Kuna ikhlasul khawas, ikhlasul awam, na ikhlasul khawas. Ikhlasul awam ni mtu anafanya jambo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini anakusudia kupata dunia na kupata na akhera. Sio jambo baya, ni daraja tu. Sio jambo baya, ni daraja. Kwa mfano,
unafanya uradi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, au ya wasi'u ya wasi'u ya wasi'u. Umeambiwa kwamba uradi huu unavuta riziki, ya wasi'u ya wasi'u ya. Umefanya lillahi, umefanya kwa ajili ya Mungu, lakini pia unataka na dunia. Tunaelewana? Umefanya kwa ajili ya Mungu lillahi, lakini pia unataka na matokeo ya kidunia. Sio jambo baya. Daraja yako ndipo ilipo, daraja yako ndipo ilipo. Ikhlas al-awwam. Lakini kuna al-ikhlas al-khawwas. Mtu anafanya amal zilizokuwa njema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anaikusudia akhera tu, ana mpango na dunia. Ikhlas pia anaikusudia akhera tu, haikusudii dunia. Huyu pia akafanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni ikhlas daraja yake. Lakini kuna ikhlas al-khawwas al-khawwas. Mtu anafanya jambo hakusudii malipo, kupata chochote duniani wala kupata chochote akhera, yeye anamtaka Mungu tu. Anafanya kwa kuwa Mungu kaamrisha kufanya. Daraja usijilazimishe. Umefika huko, hizo ni daraja za kina Rabi'atul Adawiyya, mwanamama mcha Mungu. Anamwambia Mungu, ya Rabbi, ma abadtuka khawfan min narik wala tama'an fi jannatik, inma abadtuka lidhatik. Jipime. Umefika hapo, anamwambia Mwenyezi Mungu, mimi sija kuabudu wewe kwa kuhofia moto, kama nikiacha kukuabudu utanichoma, wala sikuabudu wewe Mwenyezi Mungu ili nipate pepo na tamaa ya pepo yako. La hasha, mimi nimekuabudu kwa dhati yako, kama Mungu wewe ni muabudiwa. Al-ma'budu bil haqq, ni muabudiwa kwa haki. Ikhlas al-khawwas al-khawwas. Afanya jambo hataki chochote duniani wala malipo ya peponi pia hayataki, yeye anamtaka Mungu tu. Kwa tujipime hapo. Tumefika hapo, tumefika. Kwa hiyo nafikiri mlolongo tunakwenda nao pamoja, ili tuwe wacha Mungu. Tumejua ucha Mungu ni nini, kujikinga na mambo gani, lakini ili uwe ucha Mungu lazima uwe na uhusika, sawa? At-ta'ahul, uhusika wa kimatendo, wa kiumbile, na uhusika wa kihakika. Kwa maana ibada isiwe na ria, ibada isiwe na ujubu, ibada usiwe na hasadi. Yani mtu akipata neema, wewe ufahamu ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Mwenyezi Mungu ndio anaumba kisha anachagua. Sisi hatuna khiari, Mungu ndio ashamua. Rais wa nchi awe fulani, waziri mkuu awe fulani, ndio mpango wa Mungu huo. Kwa tuwache hivyo hivyo ulivyo. Shekhe huwa fulani ndio shekhe, wengine washika viatu tu, ndio mpango wa Mungu. Walau basata Allahu rizqa liibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha'u. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, lau Mwenyezi Mungu angewakunjulia watu wote katika hii dunia, la baghaw fil ard, dunia isingekalika. Watu wote mashehe, nani angesikiliza mwenzie? Nani angesoma kwa mwenzie? Watu wote ni matajiri, dunia isingekalika. Nani angemtuma mwenzie? Nani angeenda kichoo cha mwenzie? Nani angeshona viatu? Nani angeshona nguo? Walau basata Allahu rizqa liibadihi la baghaw fil ard, dunia isingekalika. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, lakini Mwenyezi Mungu anashusha riziki kwa kiasi anachotaka yeye. Huyu ana nyingi, huyu ana kidogo. Kwa hiyo ukishajua hayo, huwezi kumhusudu mtu. Utafahamu ndio mpango wa Mungu huo. Wewe utashughulika na mambo yako, kwa sababu hasad inaharibu ibada. Tutakosa kuacha Mungu. Sisi tuko pamoja. Na hama. Ucha Mungu una shatru, una pande mbili. Ucha Mungu una pande mbili. Kuna shatru jitinabi wa shatru liktisabi. Kuna upande wa kuchuma kwa maana ya kutenda, na una upande wa kujiepusha. Kutenda na kujiepusha, una pande mbili ucha Mungu. Una upande wa kutenda na una upande wa kujiepusha. Rejea hayo katika kitabu Minhajul Abidin cha Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi. Shatru al-iktisabi, kwa mfano kufunga. Kufunga ni upande wa kutenda, kuchuma, tunafunga.
kuswali tunatenda, si tuko pamoja? Kama hivi kukaa msikitini tukakaa itikafu na vile tunasikiza darasa, upande wa kuchuma. Lakini kuna upande wa kuacha, huu ndio una nguvu. Ucha Mungu ni kuacha sana na kutenda aliyoamrishwa. Lakini ukitenda sana alafu kuacha kidogo, huwezi kuwa mcha Mungu. Nirudie, ucha Mungu ni ni kuacha sana na kutenda aliyoamrishwa, lakini sio kutenda sana na kuacha kidogo. Hatuwezi kuwa wacha Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Unaona hiyo ibara ilikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ma katika alfadhu al-umum, wa ma wa man tufidani ma'a kull al-umum ya ukhayya fasma. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, yote niliyokukatazeni yaepukeni, achaneni nayo. Lakini upande kutenda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, na ile ambayo kwamba nimekuamrisheni fanyeni kiasi mnachoweza. Kuonesha ucha Mungu upo kwenye kuacha sana, sio kutenda sana. Yani Ramadhani umesoma Qur'ani, umefanya nyiradi, tarawih, tahajjud zote, umefanya mambo mengi, umetoa sadaka, alafu kwa sikukuu tu unazini, ushaharibu. Yani ibada yote hii umeharibu, ushafeli. Na kuacha ndio kazi kuliko kutenda. Kuacha ndio kazi kuliko kutenda, kwa sababu maasi yana ladha. Yani mtu ameshazoea bwana kuzini, tena kuacha tena, naona umekimpigia simu moja tu anakuja huyu simu yangu moja tu, lakini uache. Unaona kidogo ilipokuwa ngumu. Hela hii hapo umepewa uwezo kuiiba, kuipiga panga unayo. Bwana chukua milioni 10 mpelekee fulani. Uwe fulani hajui kamwe kama kuna hela unampelekea. Mimi ngataka kinyofua 2 hapa, hakuna anayejua. Mungu lakini anajua. Nikinyofua 2 nikampelekea 8. Hakuna, yani una uwezo kufanya chochote na binadamu yote asijue. Alafu uache usipeleke kama zilivyo. Ngumu. Utajipa waji, njai bwana, usimjua sasa hivi, Mungu mwenyewe anajua. Utanyofoa, utapeleka nusu, ushafeli. Kwa hiyo ucha Mungu ni kuacha sana, sio kutenda sana. Ni kuacha sana na kutenda aliyoamrishwa. Sisi tuko pamoja. Imam al-Ghazali akaweka kitu cha kimazingira, mfano akatoa. Akasema hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema aslu kulli dawai alhimya, aslu kulli dawai alhimya. Ni hadithi ya Mtume Muhammad. Asili ya kila dawa ni kujikinga. Akatoa mfano wa mgonjwa. Kwa mfano, tutoe mfano wa mgonjwa wa sukari. Mtu akiumwa sukari, si kuna vyakula hali au pressure, kuna vyakula hali. Sasa fanya hivi, mtu ana sukari, anatumia dawa ya sukari, lakini biriani, chai yake, sukari yake, kama asali, vitu vyote vya sukari anakula, atapona huyo? Kwa nini apone? Upande wa kuacha, akaweka kanuni pale, la yanfa'u dawa'un ma'a tarki al-ihtimali. Dawa hawezi kumfaa mtu pamoja na kuacha kujikinga. Yaani wewe mtu wa sukari unakula vyakula vya sukari afu unataka kupona, huku dawa, huku masharti ufuate, huwezi kupona. Je, ucha Mungu? Kwa ucha Mungu ni kuacha sana yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na uzuri, dhambi automatically inafahamika. Adhambu ma haka fi sadri wa kahrita an yattali alayhi an-nas. Dhambi ni kile ambacho kimesugua katika moyo, yani kinasugua katika moyo, lakini unachukia watu wasikuone ukiwa unafanya.
Kila mtu anajua hapa kitu gani akifanya hata kwa watu wamuone, ndio dhambi. Kwa Mungu kaiumba automatically inafahamika. Hiyo ndio dhambi. Utaki watu wakuone. Utaki watu wakuone. Kama mtu ana chumba chake na kabisa na yatangulia bwana. Sitaki watu wanione bwana. Hiyo ndio dhambi. Kama mtu darushi tutakupa vakanzo na kofia, unapiga kepu ile hadi utaki watu wakuone. Hiyo ndio dhambi. Kwa hiyo ucha Mungu una shatru al-iktisab na shatru al-ijtinab, upande wa kutenda na upande wa kuacha. Kwa hiyo hii Ramadhani falsafa yake utaona jambo hili. Hii falsafa ya Ramadhani utaona jambo hili. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ambayo kwamba haifanyiki katika mwezi mwingine, tarawih peke yake. Au kuna kingine shekhi? Ibada ambayo huwezi kuifanya nje ya mwezi mwingine usiokuwa Ramadhani, tarawih peke yake. Ibada zote, Qur'ani unasoma muda wote, tahajjud unaswali muda wote, witri unaswali muda wote, ukitaka kukesha usiku unakesha muda wote, kuswali halikadhalika, yote unafanya muda wote isipokuwa tarawih. Haya, kwenye kuacha, umeoa, utakiwa kumwingilia mkeo mchana wa Ramadhani, utakiwa kula, utakiwa kunywa, sijui una dawa sijui kitu gani kuingiza kwenye mishipa zile, utakiwa vitu vingi kufanya, vitu vingi havifai. Kufanya mubalagha katika kutia udhu haifai. Na hii tuambiane madarueshi. Juzi nilimuona mtu mmoja mnatia udhu, mubalagha unafahamika kwenye kusukutua ndio ile ndio mubalagha katika ni sunna katika udhu. Sasa mtu kwa umefunga haifai kufanya mubalagha. Thawabu kweli tunataka za sunna. Kwa umefunga haifai kufanya mubalagha katika udhu. Nimemkuta darueshi mmoja mchana anafanya mubalagha, nikamwambia hapana, usifanye. Ukipita hayo maji umefungua, kwa sababu haifai kufanya mubalagha kwa umefunga. Kwa hiyo Ramadhani inatusomesha kwamba mtu ana ucha Mungu ni kuacha sana. Tunaacha mengi, kilichoongezeka katika kutenda ni kimoja tu. Kuonyesha ucha Mungu ni kuacha sana yote yaliyoamrishwa, yaliyokatazwa na kutenda yaliyoamrishwa. Lakini kuna vikwazo. Imam al-Ghazali kwenye Minhajul Abidin ameweka vikwazo 7. Vikwazo 7 vya mtu kuendea njia ya ibada. Ili uwe mcha Mungu unatakiwa uvivuke. Ndugu zangu, kuwa mcha Mungu sio mchezo. Tena kwa zama hizi ndio hatari zaidi. Maasi kila sehemu, na ubaya, maasi ni kitu cha kawaida katika jamii zetu. Yaani sasa hivi mtu asiyekuwa mzinifu ndio kituko. Huyu ustazi gani ana lolote? Atakuwa tu anafanya. Yaani inaonekana mtu kuacha kuzini zama hizi haiwezekani. Hamna kitu bana, wao mustazi hao. Hamna kitu. Hata kama wewe anakukimbia atakuwa hivyo tu sehemu. Kuonyesha uchafu wa zama tulizokuwa nazo. Kitu cha kawaida maasi. Mtu ana binti yake anamletea bwana hajamuoa pale nyumbani, hana neno. Bwana yake huyo, baba huyo. Bwana yake huyo. Tena wanapunguza magana kama mwenzie kwenye nini? Tusikubali wazee, tusikubali sisi tulikuwa na mabinti, tusikubali jambo. Tuwachunge mabinti zetu mpaka waolewe. Tena wewe mtu akiwa na senti ndo kabisa, na bado umekuja, karibu bwana, ananyenyekea bwana mkubwa, anaziniwa binti yake. Yeye kaadaika tu shilingi 2-3 anapewa, basi akija nenda mwenzio kaja, mwenzio nini wewe? Anaharibika huyu. Ndo zama tulizokuwa nazo ndugu zangu katika dini. Kwa ni zama ambazo zinahitaji zaidi kumshika Mungu. Usalama uko kwenye kumshika Mungu ndugu zangu katika dini. Ndio usalama ulipo. Kwa hiyo hayo mambo 7 ni vikwazo, nitayataja tu, sitoingia deep ili tuende kwenye pointi nyingine. Kuna aqabatul ilmi. Ili uwe mcha Mungu lazima uwe na ilmu. Ili uwe mcha Mungu lazima uwe na ilmu. Swala tunaijua, tunafunga
Funga tunaijua, kama huyo anafanya mubalagha kwenye udhu kukafunga, maana yake huyo hajui, hajisoma elimu ya funga. Mashehe hao hapo tuwatumie, hata kila siku akikutajia tu vitu viwili vinavyofunguza, mpaka mwezi ukiisha ushajua kwa mwenyewe. Bana shehe, hebu bana, kuna hiki na hiki, ukaondoka zako. Kuna hiki na hiki, ukaondoka zako. Kuna swala unaijua, mimi na mwaka 20 alhamdulillah sijaacha swala. Kunuia ujui wewe uswali, hakuna ibada hivyo. Al-ilmu imamu al-amal wal-amal tabi'uhu. Mtume anasema elimu ndio kiongozi wa matendo yote na matendo yanafuata ilmu. Ujue swala, Allahu akbar, takbiratul ihram peke yake ina sharti 16. Ile Allahu akbar peke yake unazijua. Al-ilm, ili umcha Mungu, cha kwanza al-ilm. Elimu sio mpaka uwe na mitabu mpaka kule, inakusudiwa ilmu al-hali. Ilmu al-hali ni kujua ile ambayo kwamba inakuwajibikia tu. Swala lazima uswali, kwa maana lazima ujue elimu ya swala, ndio ilmu al-hali. Funga si lazima tufunge, basi lazima tujue elimu ya funga. Zaka kama umefikia ni swala, bali yako umefikia kiwango cha kutoa zaka, lazima ujue zaka. Hija na umra ukiwa na uwezo wa kwenda, ndio maana kuna semina zile semina. Amenirudishia shekhe wetu Sheikh Yusuf Kidago, kuna mzee mmoja ameenda naye kule hija, kavaa ihramu na pensi ndani. Ukivaa ihramu na valiwa tupu, ile valiwa chochote. Mzee kavaa na pensi, mpaka anamwambia mzee, hiyo ivaliwa na chochote, ni watoto mtakunifanya nini? Mzee anaita ubalia, mnataka kunifanya nini watoto? Mzee, hiyo ivaliwa hivyo bwana. Unaona hiyo? Sasa haya ni madhara ya kutenda pasi na ilmu. Na kweli yule mtu alikuwa ahudhurii zile semina za hija na umra. Al-ilmu imamu al-amali wal-amalu tabi'uhu. Matendo yote katika Uislamu yanataka ilmu. Kwa ndugu zangu, baada ya darasa tuchukue azma ya kusoma kile tunachokifanya cha muhimu katika dini yetu, tukijue. Ubaya wa kutokujua ndio hivyo. Mimi sijasoma lakini unaongopei. Wewe hujasoma uongopei vipi shehe? Hujasoma hapo uongopei? Haiwezekani. Muujiza sasa. Kwa hiyo elimu ndio kiongozi wa matendo yote. Tukitaka kutenda vizuri, tuwe wacha Mungu, basi yale tunayotenda tuwe na elimu nayo. Jambo la pili ni at-tauba. At-tauba, ili uwe mcha Mungu lazima ujitakashe na madhambi, kwa sababu shu'umu dhunubi yurithu al-hirmana wa yu'qibu al-khidlana. Ile nuksi ya madhambi inasababisha al-hirman, kunyimwa tawfiki na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inafuatishia kukoseshwa nusra. Yani ili upate tawfiki ni kuwezeshwa katika mambo ya kheri, ndio tawfiki. Kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu katika mambo ya kheri. Kama wewe mtu wa madhambi huwezi kupata tawfiki, ndio maana yake. Kwa ili tuwe cha Mungu lazima tuwe na at-tauba, tutubie madhambi. Kila mtu, mimi msemaji na wewe unanisikiliza, unayo madhambi yako, kwa sababu ma min 'abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu alfainata ba'da alfaina au dhanbun huwa muqimun alayhi la yufariquhu hatta yufariqa ad-dunya wa inna al-mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idha dhukira dhakara. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahih al-Bukhari, anasema muumini, hakuna mja yote muumini isipokuwa anayo dhambi ambayo kwamba ameizoea. Kila mtu ana kigonjo chake kakizoea. Alfainata ba'da alfaina, anatoka katika hiyo dhambi kisha anarudi. Kila kijaribu anatoka anarudi. Au dhambu la yufariqu hatta yufariqa ad-dunya, mtu ana dhambi yake haachani nayo mpaka anakufa. Lakini mtume anatupa tasbih aliwazo chini, innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idha dhukira dhakara. Hakika muumini ameumbwa hali ya kuwa ni mwenye kufitiniwa, anatiwa mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tawwaban, akiteleza haraka anatubia, haraka anatubia. Lakini nasiyan, muumini anakuwa mwingi wa kusahau.
lakini idha dhukira dhakara, akikumbushwa anakumbuka. Kwa hiyo ndugu zangu, katika vikwazo ilmu kuna at-tauba, kuna aqabatul hawaij. Katika vikwazo kuna mtu kuwa mcha Mungu ni dunia, vitu vinne: dunia, nafsi, shetani na viumbe. Siwezi kuzama tena huko, muda ushakwenda sana, tuko pamoja. Lakini kuna aqabatul hawaij, kuna vitu vinamzukia mtu katika ibada. Kuna aqabatul qawadih, kuna vitu vinatia kasoro ya ibada: hasadi, ria, ujubu, kibri. Hivi vinatia kasoro katika ibada. Lakini kuna aqabatul bawaid, kuna vitu vinatia uvivu katika ibada: kaslani na adamu nashati fil ibada. Yani unafanya ibada mwili uko nyong'onyo, haupati ile nashati, uchangamfu katika ibada, pia ni kikwazo. Lakini jambo la mwisho, aqabatul hamdi wa shukri, katika kitu ambacho miongoni mwa vitu vinavyomzuia mtu kuiendea njia ya ibada ni kukosa kushukuru. Kukosa kushukuru. Ukahaba sisi sinema, Abdullah ibn Umar, watatu mama Aisha, wanne Abdullah ibn Abbas, watano Jabir ibn Abdullah, wasita ni sita sahihi, wasita ni Abu Sa'id al-Khudri. Hawa ndio mukthirin, wenye kupokea hadithi nyingi zaidi ya 1000 kwa Mtume Muhammad. Kwa hiyo Abdullah ibn Abbas kapokea hadithi 1660 kwa Mtume, lakini Mtume anakufa, Abdullah ibn Abbas ana miaka 13, na huyo Abdullah ibn Abbas ndio aliombewa dua na Mtume Muhammad, anatambulika kama hibru al-umma, hibru au habru al-umma katika mustadrak. Unaweza kusoma kwa njia zote mbili, hibru au habru al-umma. Huyu aliombewa dua na Mtume Muhammad. Mama yake Lubabatul Kubra alipomzali peleka kwa Mtume kufanywa tahniki. Na ile jambo alipo siku hizi tahniki, mtoto anafanywa tahniki kabla hajanyonya, anapelekwa kwa mtu mkubwa, anafanywa dua, kisha yule mtu mkubwa anachukua kitu kitamu, tende. Na wanachuoni wanasema tende nzuri za kufanya tahniki ni tende za Madina. Kupata tende za Madina ni bora zaidi. Kwa hiyo tafuna kidogo, wanamlambisha. Mtu mcha Mungu, mtu wa kheri, sio kila msomi wa dini. Sheikh wangu ana maneno yake, anasema kuna mwanachuoni na msomi wa dini, watu tofautishe. Sheikh Yusuf Muhammad Kidago na maneno haya anasema kuna mwanachuoni alafu kuna msomi wa dini. Huyu kasoma. Mwanachuoni ni yule anaishi ilmu, ukimuona unamuona Mungu. Ndio wale ukiwaona alladhina yudhakkirukumullah ru'yatuhum, ukiwaona unamkumbuka Mungu, ndio hao. Kwa hiyo usiona ustazi afanye tahniki atampa maradhi. Huyu ni mtu ni cha Mungu, ni mwanachuoni wa kweli, ndio anafanyia mtu tahniki. Kwa hiyo Abdullah ibn Abbas akafanyiwa hiyo. Mtume akamwambia dua, Allahumma allimhu faqihu fi din wa allimhu ta'wila wa tafasira. Kwa hiyo huyu akawa anatambulika kama imamu mufassirin, ndio imamu kiongozi wa wote wa tafsiri Qur'ani. Tunarudi kwake, akishasema kauli ya Abdullah ibn Abbas, basi kauli nyingine tunazika pembeni kwanza, tunaondoka na hii, kwa sababu huyu anakuwa mtume, sisi tuko pamoja. Na huyu siku aliyokufa Abdullah ibn Abbas, siku aliyokufa alionekana ndege mweupe ameingia katika jeneza. Walipofika makaburini, aliingia ndege mweupe kwenye jeneza lake. Wengine wanasema ameingia kwenye kafani, kwenye sanda. Watu wakamtafuta ndege, kapotea, wamuone. Basi wakamchukua wakamtia katika mwanandani, akazikwa. Wanamaliza kuzika, wanasikia sauti inatoka kaburini, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wanakuwa Abdullah ibn Abbas. Sasa huyu akachukua bwana mdogo, Mtume alimusia maneno haya, ihfadhillah yahfadhuka, mhifadhi Mungu, Mungu atakuhifadhi. Al-Hafidh ad-Dimyati katika kitabu al-Jawahir al-Lu'lu'iyya anafasiri, hii ni sheria ya 40 an-Nawawi, wanafunzi wenzao, ipo madukani, al-Jawahir al-Lu'lu'iyya, nzuri sana. Anasema ihfadhillah, maana yake ra'i awamirahu wa amsik an nawahihi.
fa idha fa'alta dhalika yahfazuka. Ihfadhillah, muhifadhi Mungu. Maana yake nini? Chunga amri zake na jizuie na makatazo yake. Ukifanya hivyo Mungu atakuhifadhi. Shukrani cha Mungu kwenye nini? Yahfazuka fi nafsika wa waladika wa ahlika wa malika wa fi kulli shay. Ukimhifadhi Mungu kwa maana umefuata matakwa yake Mungu, maamrisho na makatazo umeacha, Mungu atakuhifadhi katika nafsi yako wewe mwenyewe mpaka watoto wako, mkeo, mali yako, Mungu atahifadhi. Katika sura Al-Kahfi kuna wale watoto walihifadhiwa mali. Nabii Allah Musa na Al-Khadr walipokwenda fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Walikwenda Nabii Allah Musa na Al-Khadr mpaka wakakuta sehemu kuna ukuta umeanguka, wakaunyanyua. Kwanza istat'ama ahlaha, waliomba chakula wale watu wakawanyima, wakakuta kuna ukuta umeanguka, wakaunyanyua. Baadaye Al-Khadr anamwambia Nabii Allah Musa, أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. watoto walihifadhiwa mali yao. Ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Mungu na Mungu atakufanya, atakuhifadhi. Kwa maana chunga maamrisho, makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, fuata maamrisho yake, Mungu atakuhifadhi wewe na watoto wako. Watoto hawa Mwenyezi Mungu alihifadhia mali yao iliyokuwa chini ya ule ukuta. Al-Khadr anamwambia Nabii Allah Musa alayhi salam, wa kana tahtahu kanzun lahuma, kulikuwa na hazina yao wale watoto. Mwenyezi Mungu akataka mpaka wewe wakishakuwa wakubwa aitoe ile hazina hawape, lakini mahalu shahid, wa kana abuhuma salihan, baba yao na yule sio baba, alikuwa ni babu wa 7 ukisoma hashia tusali, au babu wa 10. Watoto hawa wanaitwa Salimu na Asra, hawa wawili yatima walikuwa. Kwa nini wahifadhiwe? Baba yao alikuwa ni mwema. Ihfadhillah yahfadhuka, baba yao alikuwa ni mwema. Al-Imam Sawi akaeka maneno chini, wa fi hadhihi al-aya dalil ala anna taqwa al-usuli tanfa'u al-furu'a. Katika hii aya kuna dalili ya kwamba ucha Mungu asli unafaa mpaka matawi. Babu wa 10 kizazi chake kimehifadhiwa kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu. Al-hifdhu wal-hirasatu min al-a'da. Ndio maana Sa'id ibn Musayyib alikuwa akimwambia mwanae, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfadha fika. La azidanna fi salati min ajlik, min bab al-iktifaya, sio swala. Nitazidisha katika ibada zangu, tufasiri hivi, nitazidisha katika ibada zangu min ajlika, kwa ajili yako wewe, raja'an an uhfadha fika, natarajia nihifadhiwe mimi pamoja na wewe. Kwa nini? Uchamungu wake utamsaidia mpaka mtoto. Uchamungu, mali nalindwa mali kwa uchamungu. Tulinde maduka yetu kwa uchamungu, usifikie vichwa vya mbuzi. Uchamungu unatosha kulinda mali. Usiweke herizi kwenye duka lako, uchamungu unatosha. Usiweke mambo ya ajabu kama damu, si umepata nini, usiweke. Wewe kwa mchamungu. Rabi'atul Adawiyya tulimsema huko nyuma, Rabi'atul Adawiyya siku moja alikuwa amelala, mcha Mungu wa hakika, akaingia mwizi katika nyumba yake. Mwizi yule akaanza kuiba vitu, akakusanya vitu, akitaka kutoka mlango hauonekani, kile kutoka mlango hauonekani, akasikia sauti, idha kana almuhibbu naima falmahbubu yaqdani dhaif thiyaba wa khul. Ikiwa mpenzi amelala, basi mpenzi wake anayempenda aliko macho, acha nguo kutoka nje. Sauti hati
sauti anasikia, mtu amuone. Kwa nini? Alikuwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo wacha Mungu tutahifadhiwa sisi, watoto wetu, mali zetu, kila kitu. Lakini kwa mcha Mungu unapata kabuli, kukubaliwa katika mambo mbalimbali. Na ufia muda umekwenda, sitaki tena kuzama, nataja kwa mambo kabuli, kukubaliwa katika mambo mbalimbali. Ukimwomba Mungu kwenye dua unakubaliwa, lakini wewe mwenyewe Mungu anakutia kabuli. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Mapenzi, kupendwa na watu, hiyo ni kabuli. Ndio kuna mtu anaweza taka anasema jambo la maana lakini asikilize, kakosa kabuli. Jambo la maana kabisa anaongea lakini anatuambia nini? Kakosa kabuli. Kwa nini kabuli? Sio wacha Mungu. Aina kijana kana ngandu kutoka baharini. Yeye anasemaje bwana? Hata kama jambo la maana anaongea, kabuli. Tuwe wacha Mungu. Kujibiwa dua, tuweni wacha Mungu, tutajibiwa dua. Na kujibiwa dua kwa kupata namna tatu, kuna ijabatu tadkhir, ijabatu ta'jil na ijabatu tabdil. Na kwa pia naona muda umekwenda, sitoingia tena. Lakini jambo kubwa ndugu zangu, kwa kumaliza, mtu akiwa mcha Mungu anaingia peponi. Hilo ndio kubwa kuliko yote. Ukiingia peponi maana upata radhi za Mungu, Mungu kakuridhia. Mungu kakuridhia. Mwenyezi Mungu aturidhie wote kwa baraka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ukiingizwa peponi maana yake umeepushwa na moto. Moto ambao ni mkali kuliko huwezi. Ukida ala an-nari alfasanati hatta marrat. Thumma ukida alaiha alfasanati hatta biyadhat. Thumma ukida alaiha alfasanati hatta swaddat. Wa hiya sawda'u kal-layl al-muzlim. Mtume sallallahu alayhi wasallam, moto umewashwa miaka 1000 mpaka ukawa mwekundu, ukawashwa tena miaka 1000 mpaka ukawa mweupe, ukawashwa tena miaka 1000 mpaka ukawa mweusi, na mpaka sasa hivi Mtume anasema ni moto wa jahannam ni mweusi kama usiku wa kiza kinene. Tunaweza huo moto? Hatuwezi. Kwa hiyo tuweni wacha Mungu ndugu zangu. Na kile ambacho kitatufunga sisi wacha Mungu wa kweli ni hofu min Allah. Ukitaka kufanya lolote, fahamu Mwenyezi Mungu anakuona. Ninafikiri hii itakuwa ni kigezo kikubwa kukimbilia kwa Mungu haraka. Kabla hujatazama watu, kumtazameni Mungu jamaa. Ukitaka kufanya lolote, fahamu Mungu anakuona. Nimaliza ni chikiso hiyo, nimemaliza. Sayyidina Umar siku moja alikuwa anapita na watu wake, akamwona mtu mmoja anachunga mbuzi. Akawa anamtania, baada ya kumuzia mbuzi mmoja, yule bwana akamwambia, mimi ni mtumwa wa mbuzi wa bwana wangu. Sayyidina Umar anamwambia, kwani ukimuzia mmoja bwana wako atajuaje kwa kumuzia mbuzi? Yule mtumwa akamwambia, aina Allah, aina Allah. Kauli hii Sayyidina Umar alilia, ilifanya alie mpaka aanguke chini. Aina Allah, bwana wangu utamuogopea kwa mbuzi mmoja bali wana mbwa mwitu Mungu. Kwa hiyo watu tutaongopea, sisi ni wacha Mungu kwa sababu hawatuoni kwa macho ya kawaida kwenye maasi. Mungu la yafa alayhi khafia, akijificha kwa kitu chochote kinajificha. Aina Allah. Jambo hili lilimliza Sayyidina Umar, akaenda naye mpaka kwa wale bwana, akamnunua, alafu akamwacha Mungu, akamwambia maneno haya, ahatakaka hadhihi alkalimatu fi dunya wa arju an ta'takaka fil akhirah. Neno hili aina Allah limekuacha huru duniani na ninatarajia litakuacha huru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukitaka kufanya lolote ndugu zangu, tukumbuke aina Allah, Mungu yuko wapi? Itatufanya turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho ni ushukuru, sababu wanasema innal mustami'a sharikul qa'id, hakika mwenye kusikiliza ndio mshirika wa msemaji. Watu wote hapa mngeondoka, ningekuwa mimi na kamera tu, ningekuwa ina maana. Kwa hiyo mmenikirimu na ikramu ya mzungumzaji kusikiliza. Kwa mmenisikiliza, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Kama tulipata basi kwa baraka ya walimu zetu kina Sheikh Rais na wazee wetu wote, kwa walimu zetu hao
na tulipokosea, na mimi kama sasa hivi nilipo Sheikh Isa ataona haya kukosoa mbele yangu, pengine hata baada ya Aisha kwa pale bana wahadhiri wetu tunasema hapa alikosea, hapa alikosea, kwa sababu bado tupo kwenye kujifunza. Kama tumepata basi kwa katika zetu wazee wote. Kwa ndugu zangu, nawashukuru. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.